Haleluya. Yesu anatupenda. Leo ni matamko na nataka uandike maneno haya yanayosema ya kwamba watu wengi wanachekwa na kuzomewa. Haya ni matamko. Tunakukaribisha wewe unayetufuatilia kwa njia ya mtandao pamoja na kanisa mahali hapa. Watu wengi wamechekwa na kuzomewa. Tunataka kuangalia ni kwa sababu gani? Kwa sababu gani watu wengi wamechekwa na kuzomewa katika maisha yao? Ni kwa sababu moja, watu wengi walitamkiwagwa maneno magumu tangu wakiwa watoto wadogo, na hayo maneno yanatembeaga nao na yanafanya kazi mpaka leo katika maisha yao. Biblia inaniambia maneno ni roho, na hasa mtu akikutamkia akiwa katika nia mbaya ya kutokukutakia mema. Kwa maana Biblia inasema utakieni Yerusalemu mema. Maana yake unaweza kautakia balaa. Na unapotamka maneno mabaya, maana yake unaruhusu roho chafu, roho za laana kwa mlango uliotamkia ufuatane na wale watu ama ufuatane na ule mji. Utaona baadaye pia kwenye Biblia kuna watu wengine wa Mungu walipopata shida ya kupigana vita, waliulani mji wa Yeriko, akiwepo Joshua. Na alipoulani akasema ikibidi kujengwa huu mji, mtu atakaye ujenga atafiwa na mtoto wake wa kwanza. Akianza kusimamisha nguzo zake na kuinuka, atafiwa tena na mtoto wake. Na maneno haya yakaja kutimia kwa somaji wa Biblia wanaelewa. Wakati mji ule wa Yeriko naanza kujengwa, mtu yule kiongozi ambaye aliamuru jengwe kafiwa na mtoto wake wa kwanza. Tunaenda sawa? Kwa nini? Kwa sababu maneno ni roho, na inategemea mtu huyu anatamka akiwa katika roho ipi. Haleluya. Ngoja tuweke msingi katika kitabu cha Agano Jipya, Yohana sura ya 6. Kitabu cha Yohana sura ya 6 mstari wa 63. Mstari wa kusoma na wa 63, alafu mwisho tutasoma 59. Tunaanza 63 alafu tutarudi 59. Anasema roho ndio atiayo uzima, mwili haufai kitu. Tunaenda sawa eh? Alafu anasema maneno hayo niliyowaambia ni roho, tena ni uzima. Kwa hiyo maneno yote yanayotamkwa, mtu akitamka kwa nia njema yanakuwa uzima. Yakitamkwa kwa nia mbaya yanakuwa nini? Laana. Angalia hapa, Yesu alikuwa anawafundisha wanafunzi wake, sema roho ndio atiayo uzima, hapa akimaanisha Roho Mtakatifu. Ndio maana imeandikwa R kubwa, sio roho ya mwanadamu, ni Roho Mtakatifu. Anasema roho ndio itiayo nini? Uzima, mwili haufai kitu. Alafu akasema maneno hayo niliyowaambia ni roho, ikawekwa koma. Tunaenda sawa? Maneno hayo niliyowaambia nini? Alafu mstari wa 59 inasema maneno hayo aliyoyasema katika sinagogi alipokuwa akifundisha huko Kapernaum. Aliyasema huko kwenye sinagogi wakati anafundisha huko Kapernaum. Kapernaum iko Galilaya, wanaita bahari ya Galilaya. Na hilo jengo tulipokwenda unakuta ni bado lipo, lakini limekuwa gofu kwa ajili ya kama tu kwa ajili ya maonyesho, linahifadhiwa Kapernaum. Kwa hiyo
Maneno yanaweza kutenda kazi yakiwa yametamkwa kwa nia nzuri, au maneno yanaweza kufanya kazi vile vile yakiwa yametamkwa kwa nia mbaya. Kwa hiyo unakuta watu wengi wametamkiwagwa maneno ya kushindwa au maneno mabaya tangu wakiwa nini? Wakiwa wadogo. Wengi unakuta wana elimu za hali ya juu. Watu wote ambao wametamkiwa kwa kuunganishwa ama na ufalme wa adui, ama mtu alikuwa ni agenti akatamka mtu huyu akamuonea tu, basi akasema huyu hutafika mahali, hata kama anasoma tutaona watoto wa fulani, tutaona kama atafika. Wanatamka katika nia mbaya. Kwa hiyo ndio maana unaweza ukuta mtu ana elimu ya juu ama kiwango cha juu, lakini kwa sababu walitamkiwagwa mabaya, hayo maneno mabaya au maneno magumu wakiwa wadogo, unakuta wanatembeaga na ile roho waliotamkiwagwa. Ndio maana hata wachawi, maagenti wanajua kufunga na kuomba. Kwa nini wanafunga na kuomba? Wengi wanafungaga na kuomba kupata muunganiko wa ulimwengu wa roho, ndipo aje akutamkie. Anapokutamkia yuko pamoja na spirit. Tunaenda sawa? Na usipoelewa namna hiyo, baadaye unaona kila kitu kinakwama, ama vitu vyote ulivyovipata, mwisho wa siku unaanza kuuza kimoja baada ya kingine. Kwa nini? Kwa sababu hakuna mwendelezo wa kupata vitu vile vistawi. Kama una shamba, kama una biashara, kama una chochote, una vyombo vya ndani, una vyombo vingine vya usafiri, utakuja kujikuta una mifugo, unajikuta haupati faida, biashara haziendi. Kwa hiyo kinakachotokea nini? Unaanza kutoa asset moja ili kujikimu maisha, ili labda kuendeleza na kile kingine, lakini unajikuta kadri unavyouza haupati njia nyingine ya kuzalisha, ndio kinapotea, kinakuwa matumizi, kinakusaidia saa hiyo ndio imeenda, unatafuta kingine, mwisho kila kitu kinafanyaje? Mtu wa namna hiyo unakuta ama ametamkiwago maneno, au anajua au hajui, imepitishwa kama laana. Na laana ni kama mbegu, haioti siku hiyo hiyo, haioti siku hiyo hiyo. Mbegu ukipanda, si baada ya wiki moja ndio naona inachomoza. Kwa hiyo maneno yaliyounganishwa na ufalme wa adui hayatokei hivyo hivyo. Maneno yote pia ambayo unaweza kaita ndoto, unaweza kaita maono ambayo Mungu anaweza akakusemesha, saa nyingine hayatokei saa hiyo hiyo. Yusufu, Mungu alisema naye kwa ndoto, kama ni kitu anasema nilimtamkia akiwa mdogo, lakini naona inakuja kutokea baadaye katika utu wake uzima. Si sawa eh? Si sawa eh? Kwa hiyo maneno ni mbegu. Na unakuta mtu kama huyo, ile roho inayemfuatilia inamkosesha. Inamkosesha nini? Kila mahali anapokwenda mtu wa aina hiyo, unakuta hupati kibali. Na Biblia inasema kwenye Methali, upata kibali mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Kibali manake watu wa kukubali, watu wa kupende, watu wa kushauri, watu waone kwamba hata kile unachokifanya ni cha maana. Amina. Lakini mara nyingi mtu ambaye anafuatiliwa na hiyo roho hawapati kibali. Kila mahali wanakosa nini jamani? Kwa hiyo kwa namna hiyo hawawezi kuinuliwa mpaka hiyo roho itenganishwe naye. Mtu wa namna hiyo hawezi kuinuliwa. Mtu wa namna hiyo hawezi kuheshimiwa, hawezi kubarikiwa. Ninaeleweka kitu nasema? Na ndipo mambo hayo yakisonga, miaka inaenda, mtu wa namna hiyo unaona anaanza kukata tamaa.
ana give up. Mtu kama mna hiyo unakuta baadaye na yeye anajitamkia. Wengine wapo waliojitamkiaga maneno magumu. Ya nini kuishi? Sasa ya nini kuishi? Haufi kifo cha mwili. Ukitamka bora kufa, haufi kifo cha nini? Cha kimwili. Kibibilia ukisema bora kufa, haufi, ila kila kitu unachojaribu kushika kinakufa. Ni kama mwenye ukoma. Mtu yoyote ambaye alipata bahati mbaya akaugua ukoma, si ndio? Alafu hakupata matibabu kwa haraka. Ukoma kazi yake ni kuharibu viungo, si ndio? Unakuja ukuta viungo vinafanyaje kutokana na ugonjwa ule. Lakini sasa hivi Mungu amesaidia, teknolojia imekuwa kubwa, matibabu yapo, watu wanapona. Zamani ukipata ukoma hauponi, si ndio? Ndio maana Yesu alikutana na wakoma 10. Kwa hiyo wao walikuwa hawatakiwi, kwa hiyo inabidi wajitafute wenyewe kama wakoma, waishi wao, maana sasa imekuwa jamii moja. Sasa mkoma nakuta vidole vimekatika, wengine hata ukiangalia viungo vyao, hata macho, midomo, pua, kuna namna wameharibika. Miguu mtu anajua anaenda kwa sababu kama vile labda ameungua moto, lakini viungo vimeenda, inanyofua ukoma. Sasa mtu anapojilaani au kilaaniwa haufi, ila unaanza kufa kila kitu unachojaribu. Ni kama mkoma. Kwa hiyo ukishika chochote unaweza kukikumbatia, hauwezi, kinateleza. Kwa nini? Ni kibibilia. Mtu aliyekulaani haufi kibinadamu. Kwa vipi? Biblia inasema Mungu alipokutana na Adamu akamuumba, akampa utaratibu wa sheria yake. Alafu akamuonya, akamwambia siku kila utafanyaje? Utafanyaje kanisa? Sio tu kufa, utafanyaje? Utakufa hakika. Mungu ndio alimwambia Adamu. Lakini siku alipokosea akala ya matunda na mke wake, hawakufa. Na Mungu amesema wamekufa. Ingekuwa leo ngasema Mungu siku hizi ni mwongo. Ina maana Mungu ni mwongo. Kwa nini? Biblia haijaandikwa kwa namna ya kimwili. Biblia imeandikwa kiroho. Kwa hiyo kifo Mungu alichokuwa naangalia ni kufa kwa mtu, ushirika wa Mungu na huyo mtu. Ndio maana nasema roho ndio atiaye roho uzima. Kwa hiyo maana yake nini? Mungu ni mkuu wa uzima. Kwa alikuwa anaiambia roho ya Adamu, utakufa, maana hutakaa unione mimi. Alafu namba 2, angalia kwenye mwili wako kama utapata mafanikio. Tunaenda sawa? Mungu atusaidie. Kwa hiyo ndio maana unakuja ukuta watu wengi sana walitamkiwago maneno wakiwa wadogo. Kwa hiyo zile roho zikafuatana nao. Na wengi kama nilivyosema, wanaweza kuwa wamesoma lakini wana struggle sana maisha yao. Wana fight kila namna, wanatafuta kila namna ya fursa, haisogei. Mtu mwingine atauza biashara au atafanya kazi kama ya kwako, atakupita hapo. Na wanadamu ni wale wale. Lakini wewe ambao una ujuzi na uelewa, hausogei. Lakini ushauri wako uliosoma, taaluma yako ulionayo, ukimshauri mtu hata kama hajasoma, hana elimu kama ya kwako, ukimshauri yule mtu anatoka kama hana ile roho. Lakini wewe ninaeleweka kitu nasema? Mungu anataka leo tutayafuta maneno yote ambayo unayajua na usiyoyajua. Utaya-delete kabisa. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Wengine walitamkiwago maneno wakiwa wadogo. Tunaenda sawa? Umetamkiwa labda kama eneo la kuolewa au kuoa. Hawajaolewa mpaka wamekuwa wazee. Wanafikiri hawapendi kuolewa? Hapa mtu anijibu. Hapo ni ngumu.
Kuna mtu apendagi kitu kizuri? Wengine wameshindwa kuoa. Ameshindwa nini? Ni mwanaume kabisa. Halo Yero, vipi? Oa basi. Sio mangi. Ngoja bwana. Nikutana na mmoja akasema, mimi naenda kuchukua mahali bure tu na kuja kuwauzia na nyinyi. Yaani limefika mahali limeharibika. Halo basi. Pako na zeka. Lakini yeye iko njia ionekanayo sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni mauti. Kwa nini? Huyo mtu unaweza kumlaumu, kumtukana, kaona hana akili, lakini nataka nikwambie hivi, kama alitamkiwagwa yale maneno, ni ile roho inamcontrol. Ukipata mchumba, yule mchumba mtatembea naye wiki ya pili na mawasiliano ya tatu, mapigo atakayeyapata huyo mchumba atakimbia mwenyewe, na ile roho itakuwa inamtokea kwenye ndoto zake, itapingana na kila kitu. Mwisho atakuja kukwambia wewe ni mchawi bwana, wewe naona mambo yako tangu tumekutana ni mikosi tu, achana na mimi na namba yangu na anaidelete. Kama hajaidelete basi ataiblock. Alafu ni mkali kama nini. Ukishaona namna hii usigombane na wachumba. Wewe mtafute Mungu, mwambie Mungu, ninatubu mahali ambapo nimetamkiwa maneno, ninajua au nisijui, wewe ndio unayejua mwanzo wa mtu mpaka mwisho wa mtu. Nifanye nini? Mungu ataanza kukusaidia, maana unatafuta msaada wake. Unafanya biashara hata ya machinga, unatembea kwenye jiji ama kwenye mji miaka 3, miaka 4, wenzako ambao umewafundisha wamekuwa na maduka, wamekuwa na hardware, wamekuwa na sehemu nyingine, wewe bado unatembeaga tu na ule na ufunuo miaka 5 iliyopita. Paka imefika mahali unaona ni kawaida. Kawaida wapi? Kama nimekata kuzungusha ukiwa kijana na nguvu, nilikuwa na baisikeli paka leo, hata baisikeli hata pikipiki huna, wewe unaendaka na hiyo baisikeli tu na mikate yako, unaendaka paka umezeeka. Vijana ambao ulikuwa wako shule hawajui biashara, wamekukuta mjini, wakaanza na wao kuzungusha mikate. Mwishoni si tu mikate, wamekuwa na pikipiki, wamehama na hiyo biashara, wamekuwa na biashara nyingine. Wewe kwa nini upate ufunuo na unaenda kanisani? Sikiliza, kuna maneno uliotamkiwa, huo unajua au hujui. Nataka nikwambie, lazima ujisearch na kuyadelete yale maneno, utoke mahali uliko. Mwisho atakuwa anasema nifanyeje? Sasa nitafanyaje ndugu? Nimeomba. Na mimi nataka kukuambia kitu kimoja simple tu. Aliyefungwa huwa ajifunguagi. Nenda muulize Yusufu, pamoja na maono makubwa aliyokuwa nayo na mafanikio ambayo Mungu alikuwa nayo. Sasa mimi nashangaa, Mungu alikuwa na Yusufu mpaka anapelekwa gerezani, yuko naye. Ni sawa si sawa? Wasomaji wa Biblia, ni sawa si sawa? Sasa muulize Yesu, kwa nini umfungui? Mpaka mfalme alipotuma watu kwenda kumfungua mtu mwenye mamlaka, mkuu wa watu, akamwachia. Tena anaitwa mkuu wa watu, lakini hatoki, na Mungu yuko naye, anawatabiria watu ndoto zao kazini na zinarudi, lakini ya kwake haitoki. Unaokoka na utumishi, lakini mambo yako hutoki. Alafu kisikia watumishi wengine unajisikia kinyaa, nasema hawa toka basi, wewe toka. Toka basi. Si una Mungu mkuu, toka my friend. Na nene watu wengine mgumu, wewe utoki kwenye hicho kibanda, utoki. Ni kueneza ombea tu. Kwa nini? Una roho inayokufuatilia. Biblia nasema hivi, ukifungwa lazima utafute mtu ambaye anaweza kukufungua, ndipo utatoka. Yule Yesu aliye naye mahali ulifungwa, Mungu ana utaratibu. Ulituma neno lake kwenda kuwafungua waliofungwa. Sasa halitumi kwako waliofungwa, analituma kwa mwingine ambaye yuko wazi, amevuka kile kiwango, ndipo anakwenda kwa mamlaka. Wengi hawajajua kwa sababu nasoma Biblia tu, unaenda
Mungu ni wa utaratibu. Alikaa na wanafunzi wake miaka 3 na wako na master. Alafu matatizo yanakuja. Alafu wanaambia Bwana, muombe huyu anaanguka kifafa. Wakaomba hapo, majasho yametoka, hakufunguliwa. Alafu Yesu anaambia mleteni kwangu. Alafu Yesu anawalaumu, anaambia mtakaa na nyinyi mpaka lini enyi wenye imani hapa? Wana imani hapa vipi na tunashinda na wewe na kila kitu tunakusikia? Mwambie mwenzako kiwango. Siku moja anawatuma, Yesu anawatuma waende, wakarudi. Wakamwambia Bwana, sisi tumekuta na watu wengine huko wanahubiri kwa jina lako tukawazuia. Akasema msiwazuie, wale ambao hawako kinyume na mimi wako pamoja na mimi. Kwa hiyo hapo wakafikiri, wakatengeneza dini kwamba sisi tulioko na Yesu hapa basi wengine huko hawafai. Akasema msiwazuie. Mtu ambaye yuko kinyume na mimi yuko pamoja na mimi. Lakini wanafunzi wake hapo, mpaka ilifika mahali, Mungu ni wa utaratibu, mpaka akafika mahali akawaita wale thenashara. Katika kitabu cha Luka akawaita, akawapa, sema akawapa uwezo na mamlaka juu ya pepo wabaya na magonjwa. Magonjwa na pepo wabaya walikuwa wanawakandamizaga wanafunzi kwa sababu ya kiwango. Umenielewa? Lakini wako na Yesu mpaka wakahitimu. Mungu haonjei mboga jikoni. Umenielewa? Mungu haonjei mboga wapi? Kama kwamba akasema ana upendeleo. Hana. Amekaa na wanafunzi wake, vitu vingine vinawashinda. Mpaka pale walipofaulu akawaita, akawapa. Maana yake alikuwa kabla hapo hawakuwa nayo. Lakini akawaita, akawapa uwezo na mamlaka juu ya kile kilichokuwa kiko juu kikawekwa chini. Wao waliokuwa chini kikawekwa juu. Ndio tabia ya Mungu. Sasa ulipotamkiwa ukiwa mdogo, unaweza ukawa mdogo kiumri, mdogo kuzaliwa, au ulikuwa mdogo kihuduma, wakakuwai. Na wakikuwai wanakutamkia, tunaifunga huduma, haitakaa itoke. Na kwa sababu ulikuwa bado wewe ni mdogo kwenye ulimwengu wa roho, bado kiwango chako unafungiwa hapo. Na ukifungiwa hapo hautoki, na mpaka wewe unaridhika. Watoto wako na walea wanatoka, watoto wako wanainuliwa, wewe unabaki hapo. Kama umetamkiwa siku umeajiriwa kazi ya serikali au ya kampuni, wakakuwai maagenti, wakakutamkia sema hata kama anafundisha watoto vizuri na wanafaulu vizuri na wanaenda juu, yeye na mume wake na mke wake na uzawa hata toka, hata jenga, atakaa nyumba za kupanga paka lizeke. Na sadaka wakatoa, na ile roho ikaachiliwa juu yako. Utawafundisha, wanapita, wanainuliwa, we uko pale pale. Uko pale pale. Sio mvivu, unafanya kazi kama ni ya serikali, utafanya kwa uaminifu. Lakini hata cheti upewi cha hongera. Upeweje na wakati huo umefungwa? Ulishatamkiwa maneno, na maneno ni roho. Tunaenda sawa? Tunaenda sawa? Hujawahi kuona hiyo? Ipo au hakuna? Au mimi naongeza mambo hapa? Wana bidii, wana kibali kwa jamii. Sio wadokwaji, sio waizi, lakini hakuna. Watoto wao na wajukuu waliowafundisha wanakuta wana miji yao. Wao wamebaki pale. Ukinielewa maneno haya, leo Mungu atafanya searching. Wewe usianze kutafuta hiyo roho iko wapi. Wewe tafuta maisha yako. Wewe angalia, wewe compare kitu ninachoongea. Compare. Linganisha uone. Fanya comparison uone. Kaa mkutano wa roho yako, jiulize maswali. Alafu ukitaka kujua, angalia na rika lako, watu uliokuwa nao, ndio uone
Kwa nini? Na wewe sio mwizi, sio mnyang'anyi, huna utapeli, unampenda Mungu kwa moyo wako. Kwa nini hutoki? Kwa nini? Na saa ya kutengenezewa hivyo vitu huwezi kuviona. Wachache sana ambao wana neema ya Mungu mara nyingi wanaona vita vyao kwenye ndoto zao, kwenye ulimwengu wao wa roho. Na kuna watu wengine wako kama akina Yusufu. Sema kama akina Yusufu. Mungu yuko pamoja nao. Utajuaje? Utajua hivi, kuna mambo ambayo Mungu anakushirikisha, anakuonyesha maadui zako kabisa na inatokea, lakini wewe hutoki. Sijui unanielewa? Ingekuwa Agano la Kale ungesema wewe ni muonaji, lakini hata uonaji wako hauna faida, maana unaona na Yesu anakuonyesha lakini hutoki. Ni kama Yusufu. Yusufu kwa gerezani anaona vitu vya wenzake na vinatokea, lakini yeye kutoka mlango wa gereza anatoka? Hatoki. Mtu wa namna hiyo unaweza ukatubu na kuomba rehema, hiyo ni sawa, lakini anza kudai. Mungu, tuma neno lako kwa watumishi wako. Mungu ana watumishi wengi, huwezi kumchagulia. We mradi uwe huru, uwe free, umwambie Mungu, tuma neno lako, tuma mtumishi wako atakaye kuja kunitoa kwenye hili gereza. Kama Yusufu ambaye alikaa gerezani miaka, Biblia ituambia alikaa miaka mingapi, lakini Biblia inatukuja kutuambia kwamba mfalme alituma watu kwenda kumfungua mkuu wa watu, akaachiwa. Na hasa watu wanaofungwa namna hii ni wale wenye vitu vya Mungu, ambao walipozaliwa katika ulimwengu wa roho walikuwa na vitu vya Mungu, ama wale ambao walipopewa utumishi Mungu aliwapa vitu vyao. Sasa wanawahiwa kabla wakiwa wadogo. Nenda angalia mche wa mbuyu. Mche wa nini? Mbuyu. Wakati ukiwa ni mdogo, hata kuku akifanya namna hii na vifaranga vyake, ule mche utakaa, utakufa. Kuwa unalindwa. Akipita mnyama kikanyaga, hata mwanadamu kikanyaga, si unakufa. Lakini ngoja ulindwe, upaliliwe, ukue. Tuma hata farasi, tuma hata tembo, nenda ngoa ule mbuyu, ataweza? Wanawahiwagwa katika udogo. Mwambie mwenzako, leo ni jioni ya ajabu kwako. Mwambie, leo ni jioni ya ajabu kwangu. Mwambie mwenzako hivi, leo ni jioni ya ajabu kwangu. Na unaweza ukaona watu ni makosa, ni kuwahiwa. Wengine walijitamkia maneno sababu ya maisha waliopitia, na hayo maneno yanatenda kazi mpaka leo. Ninaeleweka? Nasema ninaeleweka? Kanisa, nataka nikuambie, mkuu wa kanisa anaitwa Yesu Kristo, aliyeshinda mauti na kuzimu. Mkuu wa kanisa sio papa, sio askofu fulani, sio kardinali fulani. Mkuu wa kanisa, ukikuta watu wanaokoka na wameitwa, mkuu wa kanisa ni Yesu Kristo aliyemwaga damu yake. Na ndio maana adui huwa anahangaika wahakikishe kanisa liitwa la Kristo, lakini Kristo hana nafasi kwenye hilo kanisa. Wale watu utaona kama wanamwabudu Mungu, lakini kwa kweli wanaendesha mambo ya dini yao. Mungu hapati nafasi. Lakini Mungu akipata nafasi, ina gharama ya kumtunza.
na akiwaridhia. Nataka nikwambie hivi, kufunguliwa, kubarikiwa, kuishi miaka mingi, kuona mema, kuona utumishi wa Kristo, utaona wazi wazi. Hakuna mtu ambaye Mungu alimkinai akasema wewe kaa kama mabaki. Hakuna. Haijalishwa na miaka mingapi, hakuna. Ndio maana nikasema na wale ambao wanaokoka, Mungu anawatokea wanaokoka kutoka kwenye Uislamu, wawe waangalifu sana. Miungu inanena tofauti juu yao, na shetani anakuwahi wakiwa wadogo. Nimesema hivi simaanishi kuunganisha madhehebu ya watu, never ever. Ninamaanisha ya kwamba Yesu anaokoa Waislamu, anaokoa Wakristo, anaokoa wapagani, anaokoa wasio na imani na walio imani. Si ni sawa? Biblia inasema kila aaminie. Hata mimi nilikuwa Muislamu, Mungu akanitokea kwa moto mwaka 97. Lakini vita nilivyopita, kama sijafa mpaka leo, Yesu alishinda mauti na kuzimu. Ndio maana watu wengi wanampenda Mungu lakini wamezuiwa njia zao. Wamezuiwa njia zao. Na naona watu ambao wako kama Yusufu. Kama Yusufu. Unajua unaposoma kwenye Biblia, Jesus, unaposoma kwenye Biblia na unamuona agenti moja ambaye Yusufu alienda kukaa, Potifa. Sema Potifa. Potifa alikuwa na hofu ya Mungu. Mke wake alikuwa ni agent kama Yezebeli. Asikia inafahamu. Potifa, Biblia iandiki kila kitu, lakini utanielewa. Potifa aliyemnunua Yusufu, aliyeuzwa na ndugu zake kwa Waishmaeli. Alafu Waishmaeli walipokwenda Misri kufanya biashara, wakamuuza kwa Potifa. Tunaenda sawa? Potifa alikuwa na hofu ya Mungu. Ndio maana alijifunza kutoka kwa Yusufu kwamba kijana huyu kila kitu nikimwachilia, mifugo, shamba, asimamie, vinafanikiwa. Vinafanikiwa. Alikuwa na ufahamu fulani wa Mungu. Ndio maana akamwachia kila kitu isipokuwa mke wake. Biblia inasema akamwachia kila kitu isipokuwa mke wake. Lakini mke wake alikuwa agenti kama Yezebeli, mama wa makahaba. Unajuaje? Kijana mdogo mama Potifa anamtongoza atembee naye. Ina maana alitengeneza mazingira ili kumuua ile huduma, akashindwa. Sasa mwisho akasema potelea mbali na wewe ukafie gerezani. Ukafie gerezani. Yusufu akasema potelea mbali, akakimbia wakati anataka hata kumbaka. Aliposhika koti lake au shati lake akaliacha. Akamwambia huna bahati, labda uje ufanye kile ambacho nataka, otherwise nina ushahidi huu hapa shati lako. Akamwambia mama, ninakuheshimu kama mke wa bosi wangu, potelea mbali, litakalokuwa na liwe, sitamsaliti Mungu wangu. Kijana akafikiri mchezo, akashtakiwa gerezani. Haituambii imekaa miaka mingapi, lakini nataka nikwambie ndio watoto wengi kama Yusufu walikamatwa, vipawa na huduma vikakamatwa. Kuna watu wako kama Yusufu, ni vijana walikuwa na uamsho kwenye taifa la Tanzania, ni vijana ambao wamesoma kwenye taifa la Tanzania, wana vision kwenye hili taifa,
lakini wamewahiwa na maajenti kama Yusufu. Zile ndoto zao zimezimwa na nani? Sumbe, usilaumu mtu, ni maajenti walioiona nyota yako, kama ambavyo mke wa Potifa alipoiona nyota ya Yusufu akiwa anakaa kwake. Na mimi nasema kuanzia leo naanza kudelete kila neno lililotamkwa kwako. Saidia yule. In the mighty name. Haijalishi uko hapa, haijalishi ule uko Ulaya, uko bara la Afrika, uko mahali popote, kama wamekutamkia maneno ya kichawi, wakazuia ile roho inaambatana pamoja na wewe, uweza wa Kristo unafika mpaka hapo ulipo, unaachiliwa. Zile pingu ulizofungwa miaka mingi wanakuachilia. Sio kwamba unaachiliwa kibinadamu, ulimwengu wa roho. Ile roho inapigwa, inaondoka, na inapoondoka Mungu anakuweka huru. Unarudi kwenye renki yako, kwenye nafasi yako. In the mighty name. Hakuna mtu mwenye wivu kama Yesu Kristo. Alikufa, anajua uchungu wa mauti, anajua uchungu wa watu kuzuiliwa maisha yao, anajua familia zinavyoteswa, anajua watoto wa Mungu hasa wa Kiafrika wanasoma kwa shida, walisoma kwa kibatari, walisoma kwa taa za chemli, walisoma chini ya miti, mazingira yalikuwa magumu, wakapata taaluma zao, njia zao zikafungwa. Wengine waliwekewa roho ya biashara, ndio maana wengine wanasoma masomo ya biashara, wengine wanasoma masomo ya IT, wengine wanasoma masomo ya hesabu, wengine wamesoma masomo ya kilimo, lakini wakazuiliwa. Nasema kutoka sasa, hiyo roho iliyotamkwa kwa Afrika, iliyotamkwa kwa wana wa Mungu, ivunjike kwa jina la Yesu. Nataka nikuambie kanisa, anza kuomba polepole. Kila neno ambalo unajua au hujui, lakini angalia hali halisi ya maisha yako na wazazi wako na ulikotoka. Mwambie Mungu, nimezuiliwa muda mrefu. Lolote lilotamkwa wakati nimezaliwa au kabla sijazaliwa au baada ya kuzaliwa, nililotamkiwa likawa sababu ya kizuizi, unapita kwa ugumu, unafanikiwa kwa ugumu sana, na hata ukifanikiwa kidogo ni kama inapata sababu hiyo hela, inapata sababu inatoka. Kuliko kae na hela, bora ufiwe nyumbani alafu pesa ziende. Kuliko kae na hiyo cheo, ni bora wainuliwe watu wengine. Nasema kutoka sasa, anza kudelete, anza kufuta kila neno. Futa kila neno unalojua. Wengine wameachiliwa roho za zinaa, wengine wameteswa na hiyo roho, wengine wameteswa kwenye ndoa, wengine wameteswa na hiyo miungu. Anza kufuta kila neno. Futa kila neno. Sema kila neno ambalo maajenti walinenea kwa kujua au kutokujua, nilipomkuwa mdogo ama nilipokuwa mtu mzima, maneno yaliyonenewa juu yangu, yaliyozuilia hatima yangu, yafute. Roho yoyote ambayo ilisimama juu yako inakutesa, haribu hiyo roho. Wewe iharibu tu. Futa hayo maneno. Futa hayo maneno. Futa hayo maneno. Wengine walitamkiwa wakati wanaenda Ulaya, wakatamkiwa, wakaambia mtoto wa fulani anaenda Ulaya, ameaga ameenda Ulaya. Wacha aende akatembee, atarudi hapa hana kitu, atarudi na jeneza huko, naye hatafanikiwa. Kwa hiyo una struggle kila kitu. Unafanya kazi mwanamke, unafanya kazi kijana, unafanya kazi mwalimu, usiku na mchana, unafanya kazi zaidi ya time 3 per day, lakini unaona mambo hayaendi. Futa maneno uliyotamkiwa. Futa maneno uliyotamkiwa. Maana maneno ni roho. Ungejua kitu naongea, wewe kaa kistaarabu tu. Wewe usiombe. Wewe kaa kistaarabu. Baba asante. Saa ya vita ni saa ya kukurupushana. Sio saa ya kupembeleza. Baba nijaze na Roho Mtakatifu. Ni saa ya vita.
Mungu anapofunua yuko upande wetu. Mungu anapofunua jambo hilo yuko upande wetu. Amuru roho iliyokufuatilia miaka mingi, futa. Wengine walipandikizwa hilo roho, ikatokea mauti. Futa mauti kwenye mji wako. Futa mauti wa biashara. Futa mauti ya masomo. Futa mauti ya kazi. Hauko peke yako, yuko Yesu aliye hai. Usiogope umetishiwa na kina nani. Futa maneno yote. Haijalishi kina nani walikutenga. Futa yote. Mungu yuko upande wako. Nakwambia leo ni mwisho hiyo roho iliyojificha muda mrefu. Nakwambia leo ni mwisho hiyo roho iliyokuzuilia mafanikio na ndoto zako. Leo mwisho iliyokuzuilia furaha yako ya miaka mingi. Leo ni mwisho. Maana wanaifuta. Futa roho ya kujikataa. Wengine walijikataa, Mungu akashindwa kupita. Futa roho ya kujikataa. Wengine walikuwa na huduma za kuimba. Wengine walikuwa na huduma za kuimba wakajikataa. Kipawa ndani yako. Futa kila chochote kilichozuilia. Ukawe mtu mwingine kabisa. Ukawe chombo kipya kabisa. Kawe chombo cha thamani. Kawe chombo cha baraka. Wengine wamenyang'anywa mali zao. Wamenyang'anywa vitu vyao. Futa hiyo roho na urejeshe vitu vyako. Rejesha njia zako. Rejesha heshima yako. Jesus. Kila ufalme unaoshindana na kanisa kwa kutafuta kuleta malipizi na kisasi, na ufunga ufalme wa kuzimu kutoka leo. Kwa jina la Yesu Kristo, hutawaona watu wa kanisa tena. Utamuona Mungu aliye hai, aliyekufa kwa ajili ya kanisa. Jina lake anaitwa Yesu Kristo. Nafunga milango ya kuzimu inayoshindana kupingana na kanisa kwa kutaka kuleta malipizi na kisasi. Na haribu nguvu hizo katika jina la Yesu. Na zisikaribie kanisa wala viongozi wa kanisa wala watakatifu wa kanisa. Na lizingira kanisa na nguvu ya moto na mamlaka ya Kristo iwakalie watu wa Mungu, na maadui wasikaribie kanisa kwa jina la Yesu. Wanapopanga kwa njia moja, wapigwe na radi kwa njia 7 kwa nguvu ya jina la Yesu. Na kanisa na uzao wao likastawi, likawe na baraka na utulivu na amani kwa jina la Yesu. Mtu mmoja aseme amina. Mzee kiongozi, njoo hapa msaidizi. Omba jitenge na roho ya mauti. Maadui wanakutafuta hata kazini sababu ya mauti. Na pia ujitenge na roho za kisasi. Umesaidia watoto wengi wa watu, lakini ukasahau wao naye walizuiwa na mizimu yao. Unapowasaidia wanajitenga na roho ya mizimu. Lakini sasa hivi ujitenge na mauti. Come out Jesus name. Roho ya mauti leo target mama huyu kwa nguvu ya jina la Yesu.
mauti ondoka. Nyoka, wewe ni nyoka. Wewe ni nyoka. Niliona nyoka wakati naomba, namuona nyoka. Nyoka akiwa ni mrefu sana, maana yake ni kuzimu, ni kuzimu. Namuona nyoka lakini upande mmoja ni kama kilima hivi. Kwa hiyo nikasema huyu nyoka nikimgusa hivi atainua kichwa, na akiinua kichwa nitampiga. Nilipomgusa hivi hakuinua kichwa, kumbe amezunguka hivi. Alipozunguka akaja kutaka kuniataki kwa nyuma, kunishambulia. Ndipo Mungu akaniambia sio wewe, ni watu wako wa karibu kanisa wanataka kuwaua. Maana wamekushindwa wewe, wanataka kuwa mtu wa karibu. Alafu ili moyo ukate tamaa, uvunjike moyo. Come out! Na kila mtu aliyetagetiwa mauti, kuzungukwa afya kwa mauti, na ifuata mauti in the mighty name of Jesus. Maadui wanatafutaga, hata ukiwa kiongozi mwenye nguvu, watakutafuta watu wa karibu. Watu wa karibu, washauri wako wa karibu, watu ambao wanawapenda. Hao ndio maadui watakumaliza, watawaua. Wakiua 1, 2, 3, basi wewe ulio kiongozi unaanza kukata tamaa, una give up. Alafu wanapata nafasi ya kukukamata. Nasema mauti na kila walichoninena na king'oa na kukirudisha kilikotoka. Mlango wa mauti uangamize wao, na kanisa lako Mungu libaki kuwa salama katika jina la Yesu Kristo. Jesus. Elewa vitu vyako vinarudishwa, vimesharudishwa.